Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alianza mwaka kwa dua hii, miujiza na baraka vikajaa katika maisha yake. Maana yake mwaka mzima ulikuwa ni mwaka wa miujiza, ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa riziki, ni mwaka wa kheri, baada tu ya kuanza mwaka kwa dua hii. Hebu katika siku ya leo insha Allah twende tukasome kisa cha kuweza kujua ni namna gani tunatakiwa kuanza mwaka. Aidha ni dua gani ambazo tunatakiwa tuzifanye tunapokuwa tunaanza mwaka. Hili ndio jambo jema na ndio jambo ambalo watu wengi sana huwa wanajisahau au wanasahau. Watu wengi sana wanaghafilika kufanza dua katika kuanza mwaka. Mwisho wa siku mwaka mzima kwake mtu unakuwa ni mwaka mbaya. Riziki haipatikani, baraka haipatikani, maisha yanakuwa magumu, kheri zote zinakuwa zimejificha kwa sababu mwaka aliuanza vibaya. Wapo watu ambao wanauanza mwaka kwa makelele, furaha, vifijo, matatizo, ugomvi, shida, kulewa, zinaa na kufanya aina ya mabaya yote katika kuanza mwaka. Yaani mtu anaukaribisha mwaka kwa dhambi, alafu unategemea uendelee kupata baraka katika mwaka huo, upate riziki, upate kheri. Haiwezekani. Karibisha mwaka kwa kheri, kwa dua njema, basi na Mwenyezi Mungu atakupa baraka nyingi katika mwaka huo. Allah atakufungulia mipango yako na maisha yako kwa sababu umeukaribisha mwaka kwa kheri na baraka zilizokuwa nyingi. Sasa moja kwa moja twende tukafanye kisa hichi na tukakisikilize kiweze kutusaidia nasi ili mradi tuweze kunusurika kupitia mwanzo wa kuanza mwaka. Bado hatujachelewa. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, katika siku zote za mwaka, siku 2-3 za mwanzo unaweza ukafanza dua. Hata siku ya baada ya hapo, hata wiki 2 unaweza ukafanya dua. Lakini basi kabla ya kuingia katika darasa letu hili, naomba insha Allah wale wote ambao wanatamani kuendelea kujiunga katika darasa letu, darasa la kujifundisha dua pamoja na ilmu mbalimbali za kutafsiri nyota na mambo mengine, insha Allah basi ingia WhatsApp kwa namba yako hiyo unayotaka iungwe, sema na mimi nahitaji mniunge kwenye darasa lenu la grupu la YouTube. Insha Allah tutakuunga. Na darasa letu tulisema linaanza mwezi wa kwanza, ambapo leo mwezi wa kwanza ndio tunaanza rasmi darasa letu. Insha Allah biidhnillahil karim. Naomba sasa moja kwa moja twende tukaanze darasa letu. Ila tuwekee namba, tutumie ujumbe katika WhatsApp, sema niunge katika grupu lenu. Insha Allah nasi tutakuunga katika grupu letu. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhalat sanatun jadida. Uliingia mwaka mpya. Wa dakhalaha rajulu ismuhu Abdullahi. Na akaingia nao mtu mmoja ambaye alijulikana kwa jina la Abdullah. Wa qalbuhu mumtalian bilhumumi walkhawfi. Akiwa na moyo uliojaa huzuni pamoja na hofu. Huyu mtu alikuwa moyo wake umehuzunika kabisa, lakini moyo wake una hofu nyingi sana. La mala, huyu mtu alikuwa hana mali. La amala, na pia mtu huyu alikuwa hana kazi, huyu Abdullah. Wala amala, na mtu huyu alikuwa hana hata matumaini. Fi a'yuni nnas, mbele ya macho ya watu. Alikuwa ni mtu dhaifu kabisa. Hali yake ya maisha ni ngumu, hana kazi, hana matumaini, hana maisha mbele za watu. Hali ilikuwa ni mbaya kwake. Basi fi awali lailatin minas sana, mwanzo
wa mwaka, ule wakati wa usiku wa kwanza kuanza mwaka, basi mtu huyu lam yadhhab Abdullahi lilikhtifali, usiku wa kwanza wa mwaka Abdallah hakwenda kusherehekea, bal jalasa wahda, alikaa yeye peke yake, wa rafaa yadaihi ila samaa, na akanyanyua mikono yake mbinguni akiwa anaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa kujua kwamba sasa unaingia mwaka. Yeye mwaka hakutaka kuupokea kwa makelele, kwa mashida, kwa matatizo, kwa makero, kulewa, sijui kusumbua watu, kunyanyasa watu, kufanya dhambi, kufanya mabaya. Hakutaka kuupokea mwaka kwa staili kama hizo, bali alipenda kuupokea mwaka kwa dua na kujikurubisha mbele ya Mola wake. Waqala bisautin munkasir, akawa anasema kwa sauti ambayo imekata tamaa, ya Rab, ewe Mola wangu, hadhihi sanatun jadida, huu ni mwaka mpya, wa ana abduka adhaif, na mimi ni mja wako dhaifu, fa in lam tuftah li, ikiwa hautanifungulia mimi, faman yaftahu, je, ni nani sasa atanifungulia? Wa in lam tarhamni, ikiwa hautanihurumia mimi, faman yarham, je, ni nani ambaye atakayenihurumia? Maneno haya aliyasema Abdullah. Kwa hiyo alianza na utangulizi wa maneno haya katika dua yake, kisha akaanza kuisoma dua sasa ya ufunguzi wa mwaka, ambayo dua yenyewe ndiyo hii. Akaisoma dua hii, ambayo dua hii alisoma mara 21. Inasema, Allahumma ja'al sanatana hadhihi sanatun fathin wa farajin, wab'id 'anna al-humum wal-ahzan, warzuqna fiha rizqan tayyiban wa qalban mutma'innan, wakhtimha lana biridwanika, amin. Alisoma dua hii. Narudia tena ili upate kuielewa vizuri na kuitambua na kuijua. Alisoma dua hii kwamba Allahumma ja'al sanatana hadhihi sanatan fathin wa farajin, wab'id 'anna al-humum wal-ahzan, warzuqna fiha rizqan tayyiban wa qalban mutma'inna, wakhtimha lana biridwanika, amin. Alisoma dua hii mara 21. Baada ya kuisoma dua hii, maana yake amejikabidhi kwa Mola wake, amemrejea Mola wake na ameifanya dua hii mara 21. Kisha baada ya hapo, waja'ala Abdullahi yad'u kulla yaumi, ikawa ile siku aliyoianza ile dua, basi haikuwa ndio mwisho wa yeye kuisoma dua yake hiyo, bali akawa dua hii anaisoma kila siku, tena fi sabahi wal masai. Dua hii akawa anaisoma asubuhi na jioni. Lengo, Mwenyezi Mungu amfungulie maisha katika mwaka. Kwa hiyo aliisoma usiku wa kwanza wa mwaka, lakini akaendelea nayo kila siku asubuhi na jioni. La yara taghyiran, hakuona mabadiliko yoyote akiwa katika kuisoma dua ile. Walakinahu lam yatruk duaa, Abdullahi hakuona mabadiliko,
na wala hakuacha kuisoma dua. Aliendelea kukaza kuhakikisha kwamba anaendelea kuisoma dua mpaka Allah amfungulie. Wa fi wasati sanat, sasa katikati ya mwaka, fatahallahu lahu baban lam yakun yatawakkauhu, Allah akamfungulia mlango ambao hakutarajia. Abdullah anakwenda kufunguliwa milango ambayo hakuitarajia. Amal, Mwenyezi Mungu akamfungulia kazi. Rizq, Mungu akamfungulia riziki. Watumaaninatun fil qalbi, na Mwenyezi Mungu akamfungulia utulivu wa moyo. Kwa hiyo riziki za kwanza, Abdullahi akapata kazi ghafla, mambo yakabadilika, akapata kazi. Abdullahi akapata riziki nyingi sana kwa ukithirishaji wa kuomba dua. Alafu Abdullah akapata utulivu wa moyo, hata maradhi, shida na dhiki zilizokuwa katika mwili wake zote zikamuondoka. Kumbe Mwenyezi Mungu wakati mwingine unapoomba dua, basi Mwenyezi Mungu huwa anakuchelewesha kwanza, anakupa mitihani kuona, je, utaendelea na hichi unachokifanya au na wewe utakwama, uone kwamba hichi kimeshakuwa mwisho uache. Sasa Mungu alimpa mitihani Abdullahi ili amuone ataishia wapi, lakini Abdullahi alikaza, akaendelea kuomba dua mpaka Mungu akaona basi huyu kaamua kweli na ananiamini kweli. Mwenyezi Mungu akaamua kumfungulia. Inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum, hakika Mwenyezi Mungu anapowapenda watu wake huwa anawajaribu kuona, je, wako sawa au wako vipi. Abdullahi akapata maisha. Wa inda nihayati sana, kwa hiyo akaendelea na maisha yake mazuri mpaka kufika mwisho wa mwaka. Ulipofika tu mwisho wa mwaka, sajada Abdullahi wa qal, Abdullahi alisujudu na huku akisema, ya Rabbi, ewe Mola wangu, ya Rabbi, ewe Mola wangu, ya Rabbi, ewe Mola wangu, ma khadhaltani, ewe Mola wangu, hukuniacha, walakinnaka kunta turabbini bisabri, hukuniacha bali ulikuwa unanilea kwa subra. Abdullahi hivyo anasema kumweleza Mola wake. Waqala liman hawlahu, akawaambia waliomzunguka huyo Abdullahi akiwa pale, akasema, man badaa sanatahu biduai, yoyote atakayeuanza mwaka wake kwa dua, basi kafahu Allahu hammahu walau taakhar aljawab, basi yoyote atakayeuanza mwaka kwa dua, Allah humtosha shida zake hata kama jibu litachelewa, lakini mambo yatakuwa safi na salama na Allah atamtosheleza. Sasa ndugu zangu, sisi sote huu tunauanza mwaka huu ni 2026, ndio kwanza mwezi wa kwanza tarehe 1 leo. Hebu kila mmoja ikiwa hujasoma dua tangu ile jana usiku, basi anza kusoma dua leo, dua hii endelea nayo, usikate tamaa, na wallahi na kuhakikishia Mwenyezi Mungu atakufungulia riziki ndefu, Allah atakupa maisha, Allah atakupa baraka, na Allah atakupa kila hitajio la moyo wako ambalo unalolihitajia ndani ya mwaka huu mpya. Walillahi alhamdu. Moja kwa moja, mwisho kabisa, naomba nikwambie, tuwekee namba yako, sema ustadh, naomba mniunge katika grupu. Tumefungua grupu zuri kabisa
ambalo linafundisha dua kama hizi, tafsiri za ndoto na mambo mengine mbali. Yoyote ambaye anahitaji kheri na baraka ya grupu letu hili, basi tuwekee namba yako, sema ustadhi, na mimi naomba uniunge katika grupu lenu. Inshallah grupu letu linaanza rasmi mafunzo leo tarehe 1, na vile walillahi alhamdu, grupu letu walihitaji kutuma picha, kutuma video, kutuma chochote cha nje. Grupu letu linataka ukiingia ukae kimya, usikilize masomo yanayosomeshwa, na vile uulize maswali tu, lakini usianze, sio grupu la kuleta uchafu ya nje, si kheri ya mwaka mpya, si kitu gani. Yote hayo yapelekeni kwenye magrupu mengine. Ukija katika grupu letu ujue masharti yetu ni masharti ambayo ni elimu tu, yani ile ni madrasa au ile ni shule ya kujifunza elimu mbalimbali za kidini, haswa katika masuala ya tiba, tafsiri za nyota pamoja ndoto pamoja na mambo mengine. Inshallah, wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tusiache kusubscribe, kulike pamoja na kushare.